Je, umewahi kufikiria jinsi ilivyokuvumbua ulimwengu kwa ukuu wa mojawapo wa wafalme wenye kuvutia zaidi duniani? Jiandae kugundua. Sultani wa Oman anainua dhana ya safari ya kifahari hadi kiwango kisicholinganishwa na kikosi cha magari kinachovutia hata wale wenye kukataa zaidi. Kutoka kwa ndege binafsi za Boeing hadi kwa ndege ya kifahari ya Airbus A320 ya Royal Flight ya Oman, hadi kwa Al Sayed, moja ya mashua za kifahari zaidi ulimwenguni, ufahari wake hauna mipaka. Na haifai hivyo tu. Makusanyiko wake wa magari ni wa kuvunja pumzi, na vitu vya thamani kama Bugatti Chiron na Mercedes Maybach. Inakuwa wazi kuwa Sultani hendi tu, bali anafanya hivyo kwa urembo na ustaarabu ambao huzuia kulinganishwa. Leo tunakuomba uingie katika ulimwengu wa safari za kifahari za Sultani wa Oman, safari yake ya kuvutia hadi kwa mamlaka na mali kubwa inayodumisha yote hayo. Jiandae kuzama katika ulimwengu ambapo anga ni binafsi, baharini za kibinafsi, na hakuna undani mdogo sana kuwa wa kipekee. Sultani wa Oman, safari ya kifahari. Kufichwa kati ya milima mikuu ya Oman na kupanuka kupitia majangwa ya dhahabu, kuna ufalme wa uzuri na fahari isiyolinganishwa. Katika mimili wa hadithi hii ni Sultani Haitham bin Tariq, mtu wa kipekee wa uongozi, mila na utajiri. Hata hivyo, kinachomfanya aonekane katika mandhari ya kimataifa sio hekima yake tu, bali mtindo wake wa safari ya kifahari sana. Kutoka angani hadi baharini, safari za Sultani Haitham ni tamasha la kuvutia la fahari. Linapokuja suala la kusafiri, Sultani Haitham bin Tariq hajali juhudi. Kuanzia ndege binafsi za teknolojia ya hali ya juu hadi mashua kubwa zinazokatiza maji ya bahari ya Arabu, safari zake zinafafanua upya maana ya kifahari. Tuanzie kwa anga, ambapo Sultani hutawala ufalme wake kwa mtazamo wa kipekee. Gari kuu la anga la Sultani Haitham sio ndege wa kawaida. RFO, inayojulikana pia kama ndege ya kifalme ya Omani, ina shirika la ndege za kifalme la Jet, moja ya shirika bora zaidi za ndege ulimwenguni. Miongoni mwa ndege zake zinajitokeza Boeing 737 yenye thamani ya dola milioni jant, mfano wa Carson 3 na Boeing 737 SB27 ambayo thamani yake inafikia dola milioni 3.4. Mbali na hizi, Sultani wa Omani ana Airbus A320, Airbus A320 na Gulfstream 550S. Kundi la ndege pia linajumuisha helikopta ambazo hutumiwa mara kwa mara katika hali za dharura au wakati Sultani anahitaji kusafiri haraka. Super Puma ndio chaguo la kwanza kwa hafla kama hizo, iwe kwa safari au kwa ufuatiliaji wa anga na timu ya usalama. Hata hivyo, kile kinachojitokeza zaidi katika kundi la ndege za Sultani Haitham bila shaka ni Boeing 747, ikulu ya anga. Ndege hii iliundwa mahsusi kwa Sultani, ni kazi bora ya teknolojia. Fikiria kuingia kwenye ndege ambapo maelezo ya dhahabu yanang'aa chini ya taa iliyopangwa kwa uangalifu, viti vya ngozi laini vinatoa starehe inayostahili wafalme, na kuta zilizofunikwa kwa hariri zinaelezea hadithi za anasa na fahari. Hii sio tu njia ya usafiri, bali ni thibitisho la nguvu na ustadi. Na ndani ya ndege hiyo kuna vyumba vingi, chumba cha mkutano chenye mifumo ya mawasiliano ya kisasa, na hata eneo la kula la kipekee ambapo vyakula vya hali ya juu hutolewa wakati wa safari za ndege. Sultani hasafiri peke yake. Kikundi chake kinachojumuisha maafisa wa juu na timu yake binafsi hufurahia viti vya kifahari vilivyoundwa kuhakikisha starehe na ufanisi. Zaidi ya ndege ya kibinafsi, ndege hii ya kifahari ina jukumu muhimu la kidiplomasia, ikimpeleka Sultani katika ziara za serikali ambapo kilua tu ni tamasha la ukuu. Ndani ya Gulfstream 570 Apollo S, Sultani Haitham hufurahia yale yaliyo bora zaidi katika usafiri wa anga wa kisasa. Kuanzia kokiti ya kisasa hadi mambo ya ndani ya kifahari, ndege hii inawakilisha kilele cha ubora wa anga. Ghorofa iko kaua kwa vitambaa bora vya ngozi, maelezo ya ubao wa kisanii na mfumo wa burudani wa kizamani kuhakikisha kwamba kila safari ya ndege ni uzoefu wa utulivu na fahari. Kwa upeo wa zaidi ya maili 7,000, Gulfstream 550 inamruhusu Sultan Haitham kusafiri kati ya mabara kwa urahisi, iwe kwa mikutano ya biashara barani Ulaya au kwa muda wa kupumzika kwenye fuo za kipekee za Seychelles. Ndege hii inatoa starehe na ustawi usio na kifani. Fikiria juu ya viti vya ngozi vinavyoweza kuguka kuwa vitanda vinavyonama.
vitambaa bora vya hariri na hata chumba cha kulala cha kibinafsi chenye kitanda cha aina ya king size. Vyakula kwenye ndege hiyo hutayarishwa na mapishi maarufu, wakitoa vyakula vya aina ya gourmet vilivyo na ladha za kimataifa. Unahitaji kufanya mazungumzo wakati wa safari ya ndege? Hakuna changamoto. Ndege hiyo ina chumba cha mikutano chenye uunganisho wa satelaiti kuhakikisha kwamba mambo ya Oman yanasimamiwa kwa ufanisi. Wakati wa kutua, fahari haikomi, inabadilika mazingira. Gari lake la kifalme la karavana ni mfano wa kuvutia wa ustawi wa magari. Sultan Haitham anajulikana kwa shauku yake ya uhandisi wa usahihi, na mkusanyiko wake wa magari unaonyesha upendeleo huu kwa ustadi. Zaidi ya hayo, kusafiri kwenye barabara kunaweza kuwa hatari kwa sultani, na ndio maana anachagua magari yenye kinga. Wakati wowote mfalme anaposafiri, hufanya bidii kutumia gari lenye vioo vya kufifia, akiwa na kikosi cha magari chenye walinzi wa kifalme ili kuhakikisha usalama wake. Familia nyingi za kifalme zina upendeleo wa Mercedes, na familia ya kifalme ya Oman haijatofautiana. Mfalme anamiliki Mercedes Maybach S600 pamoja na limuzini ya kitamaduni ya Mercedes E-Class. Sultan pia anajumuisha katika mkusanyiko wake Range Rover ya kitamaduni na Rolls-Royce Silver Shadow vilivyohifadhiwa kwa hafla maalum. Kwa kuwa ni hatari kwa sultani kusafiri peke yake, yeye huwa anafuatwa na dereva na kikosi cha walinzi. Zaidi ya hayo, njia anayosafiria nayo imeboreshwa na msafara wa kifalme unaojumuisha aina mbalimbali za magari ya kifahari na pikipiki. Dira ya Rolls-Royce, ambayo ina nafasi ya kipekee katika mkusanyiko wake, inawakilisha ishara ya ukuu na ustadi. Kwa mambo ya ndani yaliyobuniwa kwa kipekee, gari hilo linaunganisha mbinu za kitamaduni za ufundi na uvumbuzi wa kisasa wa kiteknolojia. Sio tu gari, bali ni jumba la kusonga mbele linaloonyesha nguvu na urembo kwa njia ya kifahari zilizobuniwa mahsusi kwa sultani. Magari haya yana kinga imara, viti vilivyotengenezwa kwa mikono, na mfumo wa kunyoosha magari ulio na urahisi kiasi kwamba unaonekana kuteleza kwa urahisi juu ya lami. Kipengele kingine cha kuvutia ni Mercedes Maybach S-Class, machanganyiko kamili wa teknolojia ya hali ya juu na anasa isiyo na kifani. Hili sio gari ambalo hutoa starehe tu, bali ni uzoefu wa utulivu kamili. Iwe kwa mikutano rasmi au kutazama mandhari ya Oman, Maybach ni chaguo bora kwa sultani anayetafuta usawa kati ya mamlaka na utulivu. Hata hivyo, Sultani Haitham haikui kwenye anasa ya kitamaduni. Pia anajua jinsi ya kutofautisha. Bugatti Chiron, mashine ya kuvutia, pia ni sehemu ya kikosi cha kifalme cha Oman na inaweza kuonekana ikiteleza kwa urahisi kwenye barabara za nchi hiyo. Kwa thamani ya karibu dola milioni 10, gari hili ni mfano wa juu wa utendaji na upekee. Kwa maeneo magumu zaidi, sultani hupendelea Bentley Bentayga SUV ambayo inaunganisha nguvu na ufasaha. Ni ishara ya kubadilika inayoweza kukabiliana na mandhari ya mijini na jangwa kubwa la Oman. Mwishowe, haiwezekani kuzungumza juu ya mtindo wa maisha ya Sultani Haitham bila kumtaja mashua yake ya kibinafsi, jumba la kusonga mbele lililo majini ambalo linaonyesha uhusiano wake wa kina na bahari. Akiwa unapita pwani ya Omani au kwa kufunga katika bandari za kipekee, mashua ya sultani ni ishara ya utajiri na urithi wa kibaharia wa nchi hiyo. Sultani Haitham haitawali tu ardhi na anga, pia hutawala bahari. Anaposafiri, hufanya hivyo kwa kutumia moja ya mashua za kifahari zaidi duniani. Mashua yake kuu Al Sayed ni kazi ya kipekee kabisa. Kwa urefu wa zaidi ya mita 365, iko kati ya mashua binafsi kubwa na za kifahari zaidi ulimwenguni. Sio tu mashua, bali ni ikulu inayoelea ikiwa na anasa zote unazoweza kufikiria. Kuanzia dimbwi nyingi hadi spa za kisasa zaidi, ni kimbilio bora kwa Sultani Haitham kufurahia wakati wa utulivu wakati akisafiri kwenye pwani za kuvutia za Ghuba ya Arabia. Ilipangiwa na Sultani Qaboos bin Said. Mashua hiyo ya dola milioni 6 knots iko katika nafasi ya 7 kati ya mashua kubwa zaidi duniani, kwa chumba kikuu cha kulala kinachotoa eneo la futi za mraba biha watu na chumba cha mavazi tofauti cha futi za mraba pato. Nafasi iliyohifadhiwa kwa mmiliki pekee ni somo la ufalme. Chumba hicho kinabatilishwa na bafu yenye jacuzzi, baa na ofisi. Sakafu sita za Al Sayed zinaweza kustahimili vyema vyumba tapisis na hadi wageni 70. Ilijengwa
Stena Lursen, kiwanda cha mashua chenye sifa za hali ya juu. Mashua hii ni mafanikio ya uhandisi na ubunifu. Nje ya mashua inaonekana kifahari, lakini ndani ndio inavutia zaidi. Vyumba vya sultani ni vya kifalme, kwa maelezo ya kuni yaliyofanywa kwa usahihi, mikeka ya kisanii na maonyesho ya kuvutia ya bahari. Mashua hiyo pia ina jumba la tamthilia linaloweza kustahimili orkestra ya wanamuziki Fenty, bora kwa maonyesho ya kipekee kwenye bahari kuu. Bado ya heliporti maalum kwa wageni wa VIP, sinema na spa inayotoa matibabu ya kiwango cha juu. Meli hiyo ina vyumba vingi vya mikutano, sinema binafsi, vifaa kamili vya matibabu na eneo maalum la huduma za meno. Mambo ya ndani yamepambwa kwa undani wa kifahari wa Omani, ambapo mengi yalitengenezwa kwa uangalifu na mafundi wa kienyeji. Fikiria meli yenye madaka mengi, heliporti na hata ukumbi wa tamasha unaoweza kuchukua orkestra nzima. Yacht ya sultani inafanya kazi kama kimbilio la kibinafsi na pia kama nafasi ya kidiplomasia inayosonga, ikionyesha ukarimu wa Omani kwa kiwango cha juu zaidi. Na bila shaka kuna yacht kubwa sana inayoitwa Fulk al-Salama. Fulk al-Salama, ambaye jina lake linamaanisha meli ya amani, ni zaidi ya yacht ya kawaida. Ni jumba la kuelea, chombo kinachowakilisha mtindo wa maisha ya fahari ya mmoja wa wafalme wenye heshima zaidi katika Mashariki ya Kati. Kwa urefu wa kuvutia wa meta 104, Fulk al-Salama inatambuliwa kama moja ya yacht kubwa na za fahari zaidi duniani. Lakini sio ukubwa tu unaofanya chombo hiki kuwa cha kipekee. Ni mwamko kati ya muundo wa kitamaduni wa Omani na anasa ya kisasa, uonyeshaji wa utawala na urithi wa Sultani Haitham. Yacht hiyo ilijengwa na Mariotti Yachts ya Italia na ilizinduliwa mwaka wa 2016. Kwa urefu wa kuvutia wa futi 522, hii ni ubunifu wa kushangaza wa Mariotti unaozidi Al Said, na yacht maarufu ya futi 500 ya mfanyabiashara wa Kirusi Alisher Usmanov Dilbar, inayojulikana kama chombo cha msaada wa kifalme. Hii super yacht ya dola milioni ilmarsud ni kazi ya sanaa yenyewe, ikiwa na klabu ya pwani, saloni la urembo, heliporti na maeneo ya mikutano. Ujenzi wa hii ajabu ya kuelea ulianza mwaka wa 2008 na ukakamilika mwaka wa 2012. Ingawa thamani yake inakadiriwa kuwa takriban dola milioni 300, sio bei inayovutia macho. Ni uangalifu wa kina katika maelezo na ufundi wa kipekee ambao hubadilisha Fulk al-Salama kuwa kazi ya sanaa ya hali ya juu. Hata hivyo, anasa haijifungi tu kwenye magari. Kinachovutia zaidi ni itifaki zinazohakikisha uzoefu wa safari usio na dosari na unaostahili mfalme. Kila safari hupangwa kwa uangalifu, kwa viwango vya usalama vinavyoshindana na ile ya mataifa makubwa duniani. Timu maalum hutumwa wiki kadhaa mapema kukagua kila eneo ambalo sultani atatembelea. Msafara wa kifalme unaundwa na kundi la magari ya SUV yenye kuta za kivita, pikipiki, magari ya kuhudumia wagonjwa ya kisasa, na wakati mwingine hata farasi, kuhakikisha kuwa kila hali inayoweza kutokea imetabiriwa. Hata hivyo, safari za anasa za sultani hazihusiani tu na burudani. Kama moja wa majina makuu katika diplomasia ya Mashariki ya Kati, Sultani Haitham mara nyingi hufanya ziara rasmi ili kuimarisha miaka, kujadili mikataba ya kibiashara na kukuza maslahi ya Oman katika ulimwengu wa kimataifa. Ingawa njia yake ya kusafiri inavutia, inawakilisha sehemu ndogo tu ya ulimwengu wa sultani uliojaa anasa na ukarimu usio na kifani. Tabia zake za kusafiri zinaonyesha upendo wake kwa vitu vya hali ya juu zaidi maishani. Lakini maisha ya anasa ya sultani wa Oman hayajikomi hapo. Nyuma ya pazia, mazoea yake, kuanzia mali zake kubwa hadi makusanyo yake binafsi, yanafunua maisha yaliyojitolea kwa kutafuta anasa na mamlaka ambayo yanafuatana na kiti cha enzi. Maisha ya kifalme ya sultani wa Oman. Kwa Sultani Haitham, nyumbani ni sawa na mfululizo wa majumba ya kifalme, kila moja kimeundwa kwa uangalifu ili kuakisi mtazamo wake na urithi wa Oman. Kila moja ya majumba ya Sultani Haitham ni mahala patakatifu la anasa, ambapo muundo wa kitamaduni wa Omani unapatana na vitu vya kisasa zaidi, kuanzia dari za juu zilizopambwa kwa michoro ya mbao hadi virago vya kifahari na maonyesho ya kuvutia ya bahari na milima. Kila nafasi ya majumba haya hupumua ukuu. Makazi ya kibinafsi ya Sultani hayatoi
tu faraja na mazingira yanayofaa kwa kutafakari, bali pia hutumika kama eneo la umma kwa kukaribisha viongozi na kufanya hafla za serikali zenye fahari. Makazi ya sultanini ya kuvutia kama vile ni patakatifu. Ikulu ya Al-Alam iliyoko Muscat, mji mkuu wa Omani, ni kazi halisi ya sanaa ya kuona, ikionyesha historia ya fahari ya usultani na siku zijazo zenye matumaini. Al-Alam inajitokeza kama alama ya urithi wa kifalme wa Omani. Ikulu yenye uso mng'ao wa rangi ya bluu na dhahabu ni kito cha usanifu. Imezungukwa na bustani zenye kuvutia, maji ya kuakisi na maonyesho ya kuvutia ya milima ya Omani. Ikulu ya Al-Alam, pia inaitwa Ikulu ya Bendera, ni moja ya makazi sita rasmi ya sultani, ingawa haijapambwa kiasi ikilinganishwa na makazi mengine ya kifalme. Uso wa bluu na dhahabu wa ikulu hufanya iwe alama muhimu ya kitamadi. Ilijengwa upya kama makazi ya kifalme mwaka wa 1922. Ikulu ya Bendera ni muundo mweupe wenye kuvutia, wenye nyuso za marumaru zilizopigwa kwa uang'avu. Na ndani ya maeneo yake kuna vila ya wageni yenye jacuzzi, bwawa la kuogelea na bustani zilizofungwa kwa ukuta zilizoshughulikiwa kwa uangalifu. Ngome za Mirani na Jalali zilizojengwa na Wareno katika karne ya 16 zinailinda ikulu. Hii imekaribisha watu maarufu kama Malkia wa Uingereza, Mfalme Charles na Duchess wa Cornwall, pamoja na Malkia wa Uholanzi. Hata hivyo, Al-Alam sio makazi pekee ambayo sultani Haitham anaweza kuyaita nyumbani. Sultani ana mkusanyo mkubwa wa mali na majumba ya kifalme yaliyosambazwa kote Oman. Kila moja iliundwa kwa njia ya kipekee kuwakilisha mamlaka ya kifalme ya nchi na pia kutumika kama kimbilio la utulivu. Mbali na mandhari ya mjini wa Muscat, mali za sultani huko Salala zinazojulikana kama Jumba la Al-Hosn hutoa mazingira ya utulivu. Kwa vilele vilivyopindika kwa upole, miti ya ubani yenye harufu nzuri na wingi wa uzuri wa asili, maeneo haya ya kifalme hutoa kimbilio cha amani kwa sultani na wageni wake. Hapa anasa ya kisasa inaendana na asili, huku bustani zenye kuvutia na vilabu binafsi zikionyesha juhudi za sultani katika kuhifadhi urithi wa kitamaduni wa Oman, wakati huo akikubali urahisi wa maisha ya kisasa. Angalau makazi 9 huko London na kusini mwa Uingereza yenye thamani ya jumla ya dola za Kimarekani milioni 5 ni mali ya wastaarabu wa Oman nje ya nchi. Hazelore House, mali ya ekari Provis huko Staffordshire, ni mfano mzuri. Kuna moto wa kuni wa mwaka 1762 katika chumba cha kulala kikuu na moto wa kuni wa kipekee wa marumaru ya Colombia katika eneo la kulalia la nyumba hii yenye vyumba 7 na sakafu ya mawe ya Derbyshire. Mwaka 1980 wana manor yenye thamani ya dola za Kimarekani milioni 9 ilinunuliwa. Mabwawa yenye kulala na ziwa la mita 8 ni baadhi ya vipengele vya mali hii ya kifahari. Wardrobu ya sultani ni mfano wa kuvutia wa mchanganyiko wa mila na kisasa. Haitham bin Tariq, mtu anayejulikana kwa msimamo wake wa heshima na uwepo wake wa kifalme, huvaa mavazi bora, akionyesha mchanganyiko wa kisasa wa urithi na mtindo wa kisasa wa Oman. Mavazi yake ya kila siku mara nyingi hujumuisha dishdasha ya kitamaduni au kandura, kanzu ndefu iliyotengenezwa kwa pamba bora, hariri na nguo za kifahari. Kanzu hizi hazikusudiwi tu kutoa faraja katika joto la Oman, bali pia kuwakilisha urembo wa kifahari na heshima. Wakati sultani anahudhuria hafla za kiserikali, mavazi yake sio ya kawaida. Mavazi yake ya sherehe hupambwa kwa michoro ya kifani ya nyuzi za fedha na dhahabu, ambayo inaakisi historia, tajiri na ufundi wa Oman. Vifaa vya alama za sultani ni pamoja na visu vya mapambo vinavyojulikana kama kanjar na virembeshi vilivyo na mifumo changamano ambavyo huongeza utukufu zaidi kwa sura yake. Hata hivyo, si mara zote mavazi ya kitamaduni ndiyo yanayofafanua sura yake ya kifalme. Haitham bin Tariq pia huonekana mara kwa mara akiwa amevaa suti za magharibi zilizochongwa kwa umakini, kisasa na za kifahari, lakini kwa maelezo ya kitamaduni yaliyojumuishwa kwa uangalifu katika muundo. Iwe kwenye jumba la kifalme au katika misheni za kidiplomasia, mavazi ya sultani yanaonyesha uwezo wake wa kuleta mwonyo wa zamani na wa kisasa. Mtindo wake wa maisha, kwa upande wake, unaonyesha ahadi ya kina kwa utamaduni mzuri wa Oman. Wakati wa safari zake, sultani
Sultani Haitham hakosi kujumuisha vipengele vinavyosherehekea urithi wa Omani, kuanzia dishdasha ya kitamaduni inayovaliwa katika hafla rasmi hadi kilele cha kanjar kinachobeba pamoja naye mavazi yake ni heshima kwa karne za mapokeo. Na hii sio tu kuhusu sura yake. Juhudi za sultani katika kuinua uzuri wa kipekee wa Oman, historia yake tajiri na maono yake ya maendeleo ni dhahiri katika maeneo anayoyatembelea na uhusiano anaojenga. Ukarimu ni sifa kuu ya utawala wa Haitham bin Tariq, anayejulikana kwa zawadi zake za ukarimu kwa viongozi wa kitaifa na kimataifa. Amethibitisha sifa ya kuimarisha uhusiano wa kidiplomasia kupitia vitendo vya ukarimu, iwe kwa kutoa uvumba wa Omani wa kiwango cha juu au zawadi za sherehe zilizopambwa kwa vito vya dhahabu. Ukarimu wa sultani unasherehekewa sana. Hata hivyo, sio tu kuhusu kuonyesha utajiri wa kimwili. Zawadi zake mara nyingi hujumuisha vitu vya maana ya kibinafsi vinavyoelezea kujivunia kitamaduni cha Oman, kama vile bidhaa za ufundi, hati za kihistoria na nembo za kifalme, vyote vikiwakilisha urithi wa nchi. Miongoni mwa alama zake maarufu zaidi, hali ya kusimama ya farasi wa sultani inajitokeza. Farasi za kifalme za Oman zilizopambwa na silaha zao za kifodini huteleza katika mitaa kwa ustadi wa kipekee. Sultani anashikilia uhusiano wa kina na farasi zake, akishiriki kikamilifu katika hafla za kifalme ambapo ufarasaji unajitokeza kama msingi wa mila ya Oman. Uwepo wa farasi katika sherehe rasmi na kazi za serikali unawakilisha heshima ya sultani kwa urithi wa kivita wa mababu zake, pamoja na kusisitiza historia tajiri na nguvu ya Oman. Licha ya msimamo wake wa kifalme, Sultani Haitham ana uhusiano wa karibu na tamaduni na mila za nchi yake. Mtindo wake wa maisha haujajikita tu kwenye anasa za kisasa, bali pia unategemea mila ya asili ya Oman. Akiwa mpenzi wa uwindaji wa ndege na ufarasaji, sultani anajitolea sehemu kubwa ya wakati wake wa burudani kwa shughuli za nje, akijishughulisha na mazoea yanayofafanua taifa lake. Ingawa utajiri na starehe ya Sultani Haitham yanaonekana wazi katika maisha yake ya kila siku, utawala wake pia unajulikana kwa ustadi wake wa kidiplomasia. Anajulikana kwa kuweka mizani kati ya kisasa cha Oman na kuhifadhi mila zake, akicheza jukumu muhimu katika mazingira ya kimataifa. Ukarimu na kiburi chake cha kitamaduni huonekana sio tu katika rasilimali za nchi yake, bali pia katika uhusiano wake wa kimataifa. Utajiri na ushawishi ambao Sultani Haitham anao leo ni matokeo ya safari iliyowekwa alama na historia na maandalizi. Kuanzia miaka yake ya ukuaji hadi kupanda kwake madarakani. Kupanda kwa utawala wake, kile ambacho wengi huona kama maisha ya anasa, kwa kweli ni kilele cha safari iliyopangwa kwa uangalifu, iliyoanzishwa na kijana aliyekuwa akielekezwa kwa uongozi tangu akiwa mdogo. Mzaliwa wa tarehe Jala Oktoba 1924, Sultani Haitham bin Tariq Al Said alitengenezwa kwa maisha ya huduma ya umma na uongozi. Alizaliwa katika familia ya Al Said, nasaba inayotawala Oman katika kipindi cha mabadiliko makubwa kwa nchi hiyo. Baba yake Tariq bin Taimur alikuwa mtu mashuhuri wa kifalme na mama yake alikuwa wa familia yenye heshima ya Al Busaid, akiongeza zaidi asili yake ya kifalme. Haitham alikulia katika mazingira ya mahakama ya kifalme, akijishughulisha na mifumo ya utawala wa serikali na kuwa na uhusiano wa karibu na mazingira ya kisiasa na kidiplomasia ya Oman. Familia yake ilikuwa na mila ya karne za kuchukua nafasi muhimu katika serikali, na malezi ya Haitham yalikuwa yameundwa na mchanganyiko wa mafundisho ya kifalme ya kawaida na msisitizo makali wa diplomasia na mahusiano ya kimataifa. Alipata elimu pana, ikiwa ni pamoja na utawala, diplomasia na majukumu ya uongozi. Alimaliza masomo yake ya msingi katika shule ya Saidia huko Muscat, na baadaye alisoma katika chuo cha Brumana nchini Lebanon. Akimtafuta kupanua maarifa yake, Haitham aliamua kuendelea na malezi yake nje ya nchi. Alijiandikisha katika chuo kikuu cha Oxford, Uingereza, ambapo alijitolea kwa masomo ya huduma ya kigeni na mahusiano ya kimataifa. Uzoefu huu wa kigeni ulikuwa muhimu kwa kumwandaa kwa jukumu alilokabidhiwa katika diplomasia na utawala wa Oman. Safari yake ya kisiasa ilianza mwaka wa 1994 alipojiunga na wizara
ya mambo ya nje. Kwa kipindi cha miaka alishika nafasi mbalimbali za kimkakati kama vile naibu waziri wa mambo ya kisiasa na katibu mkuu wa wizara. Mwaka wa 2002 aliteuliwa kuwa waziri wa urithi na utamaduni, nafasi aliyoshika hadi alipofika kwenye kiti cha enzi. Hata hivyo, kabla ya Sultani Haitham kufika madarakani, nchi ilikabiliwa na mabadiliko makubwa. Ili kuelewa wakati huu, ni muhimu kukumbuka urithi wa Sultani Qaboos bin Said, mfalme aliyesimamia Oman kwa karibu miaka 50 kuanzia 1910 hadi kifo chake mnamo Januari 2020. Wakati wa utawala wa Sultani Qaboos, Oman ilibadilika kutoka taifa lililojitenga kwa nchi ya kisasa na ya maendeleo. Kwa miundombinu na msimamo wake wa kidiplomasia, alikuza mageuzi makubwa katika sekta za elimu, afya na viwanda, na uongozi wake ulikuwa muhimu kwa kuimarisha sera ya nje ya nchi ambayo haitegemei upande wowote. Sultani Qaboos pia alikuwa muhimu katika mbinu ya amani ya Oman kuhusu migogoro ya kikanda, mara nyingi akifanya kazi kama mpatanishi kati ya pande zinazoshindana. Kadiri Sultani Qaboos alivyozidi kukua, mashaka kuhusu urithi wa enzi yake yalikuwa yasiyoweza kuepukika. Omani, kama vile falme zingine za Ghuba, ilikabiliwa na changamoto ya kuchagua mrithi, mchakato ambao kwa kawaida umejaa siri. Katika nchi hiyo, jukumu la sultani ni jambo la kina, akishika uongozi wa kisiasa pamoja na uongozi wa kiroho. Sultani si mtawala tu, bali pia ni mlinzi wa mila na desturi za Oman, akionyesha umoja na mwendelezo wa nchi hiyo. Tofauti na falme zingine za eneo hilo, masultani wa Omani wamekuwa wakiwa na mamlaka ya kibinafsi makubwa, wakifanya maamuzi yanayoathiri moja kwa moja uhusiano wa kimataifa, sera za kiuchumi na maendeleo ya kijamii. Enzi ya Qaboos ilikuwa na wakati wa uthabiti ambapo alimimarisha uhuru wa usultani na kujenga sura ya Omani kama taifa la amani na lenye kutojihusisha katika eneo la Mashariki ya Kati. Kifo chake mnamo Januari 2020 kiliwakilisha mwisho wa enzi moja na kuweka nchi mbele ya wakati wa kufafanua maisha yake ya baadaye. Qaboos aliacha mpango wa urithi ulioandaliwa kwa makini, lakini uliohifadhiwa kwa siri. Baada ya kifo chake, baraza la familia ya kifalme lilituliwa kuchagua sultani mpya miongoni mwa washiriki wake. Ingawa mchakato huo haukuwa wa uwazi kabisa, ilikuwa dhahiri kwamba Qaboos alikuwa ameandaa kila kitu mapema, na hivyo ndivyo hatima ilivyompa Haitham bin Tariq baraka nyingi, ikiwa ni mwanzo wa sura mpya ya maisha yake kama mfalme wa Omani. Kabla ya kufa, Sultani Qaboos aliandika barua akionyesha mrithi wake aliyempendelea. Hati hiyo ilitangazwa tu baada ya kifo chake, ikiwaashiria Haitham bin Tariq kuwa sultani mpya wa Omani. Mabadiliko haya yalifasiriwa kama mwendelezo wa sera za Qaboos na pia kama mwelekeo mpya wa mustakabali wa nchi hiyo. Kuinuka kwa Haitham bin Tariq kwa madaraka kulifanyika kwa amani, shukrani kwa mipango ya kina ya Sultani Qaboos na heshima aliyoipata ndani ya familia ya kifalme. Haitham, ambaye alikuwa ameshikilia nafasi muhimu za kiserikali, tayari alikuwa mtu anayejulikana na watu wa Omani. Alifanyia kazi kama waziri wa urithi na utamaduni, akijitolea kuhifadhi urithi mkubwa wa kitamaduni wa Oman, pamoja na kucheza jukumu muhimu katika uwanja wa kidiplomasia, akiwakilisha nchi hiyo katika mikutano ya kimataifa. Utaalamu wake katika mahusiano ya kigeni ulikuwa muhimu, hasa katika mazingira ya kisiasa ya kijiografia yanayobadilika kila wakati. Mara tu baada ya kupanda kwa madaraka, Sultani Haitham alilenga kuthibitisha mamlaka yake ndani ya nchi na kupeleka ujumbe kwa ulimwengu kwamba sera ya kigeni ya Oman ingehifadhi mila yake ya kutokuwamo na kutafuta amani. Alipochukua kiti cha enzi, Sultani Haitham alionyesha wazi kuwa maono yake kwa Oman yangekuwa ni kuheshimu urithi wa mtangulizi wake, huku akishughulikia changamoto za enzi mpya. Moja ya nguzo muhimu za utawala wake imekuwa ni utofautishaji wa kiuchumi. Oman, kama nchi nyingine zinazotegemea mafuta, inakabiliwa na haja ya kupunguza utegemezi wake kwa uuzaji wa mafuta ili kuhakikisha mustakabali wenye mafanikio na endelevu. Sultani Haitham amesisitiza umuhimu wa kuwekeza katika elimu, teknolojia na sekta endelevu, pamoja na kuimarisha jukumu la Oman kama kituo cha kikanda kwa biashara na utalii. Mkakati wake wa kidiplomasia unakaa sawa
na uhalisia na kutokuwamo ambavyo vimekuwa sifa za utawala wa Sultani Qaboos. Oman inaendelea kucheza jukumu la kati katika mizozo ya Mashariki ya Kati, na Sultani Haitham amefanya kazi kuhifadhi msimamo wa kutokuwamo wa nchi hiyo mbele ya mizozo changamano ya nguvu katika eneo hilo. Kupanda kwa Sultani Haitham bin Tariq kulikuwa na maana zaidi ya mabadiliko ya kawaida ya mamlaka. Kulikuwa na mwanzo wa enzi mpya kwa usultani wa Oman. Maisha yake ni kiu cha fahari, lakini pia wa wajibu, mila na heshima. Kiongozi anayelenga kuunganisha urithi tajiri wa Oman na mahitaji ya utawala wa kisasa. Safari yake ni mwonekano wa kipekee wa urembo, kidiplomasia na ukarimu, akivutia heshima ndani ya nchi na katika ulimwengu kwa ujumla. Ikiwa umefurahia video hii, angalia vitu vingine kwenye skrini yako kwa maudhui zaidi kama haya.